بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kwa taufiki yake kuweza kukutana katika ibada tukufu kama hii ndani ya nyumba yake tukufu, tukiwa katika siku tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalia sisi tuwe katika waja wake watukufu. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mkusanyiko huu uwe ni mkusanyiko ambao kwamba tukitoka hapa madhambi yetu tumesamehewa, mabaya yetu yamegeuzwa kuwa mazuri, walio wagonjwa katika sisi wajaliwe shifa, waliotangulia mbele ya haki Allah subhanahu wa ta'ala awarahamu, tulio na matatizo hapa na pale Allah subhanahu wa ta'ala asijalie min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Ikhwata al-iman, tukiwa katika Jumaa ya pili ya mwezi wa Safar na tukiwa katika summer holiday Julai na August, ikiwa ni msimu wengi wetu twaufanya ni msimu wa harusi, pamoja na kuwa kuna misimu mengine ikiwemo Disemba, ikiwemo kidogo Shaabani na ikiwemo kidogo Shawwal, lakini misimu mikuu ya harusi ni mwezi wa 7 na wa 8 wa kizungu na mwezi wa 12 wa kizungu na kidogo mwezi wa Shaaban ambao ni mwezi wa 8 katika kalenda ya Kiislamu na mwezi wa Shawwal ambao ni mwezi wa 10 katika kalenda ya Kiislamu. Kwa jumla, madamu tuko katika msimu wa harusi, zimekuwa nyingi maaliko harusi leo kesho, lakini pamoja na kuwa harusi ziko nyingi tualikwa katika misimu hii, kuna malhadh muhimu ambao kwamba sote twayaona kuwa pamoja na kuwa harusi ziko, lakini kuna vijana wengi ambao kwamba bado wanaikimbia ndoa. Ama hakuna? Mabarobaro wengi, mabanati wengi ambao wako ukiwatajia ndoa wanakimbia, ima akimbie chukue viatu akimbie, ama awe hataki mazungumzo kama hayo. Yani kwa ufupi, maudhui tutakayozungumza leo, kwa nini vijana wa leo wanaikimbia ndoa? Iwe kijana tukikusudia barobaro, iwe kijana tukikusudia binti wa kike, mtoto wa kike, kwa nini anakimbia jukumu la ndoa? Na ukiwaacha vijana, pia jamii kwa jumla, mzazi aweza kuambia bado mwache asome, hiyo ashakimbia ndoa tayari. Aweza kuambia mwache afanye kazi kwanza, ashakimbia ndoa tayari. Aweza kuambia mwache akue kwanza, huyo tayari pia afanya nini? Akimbia ndoa. Kwa hivyo limadha nataharabu min az-zawaj wa limadha hadha al-uzufu an az-zawaj? Kwa nini jamii, vijana kwa wazee, tumekuwa tunataka kukaa mbali na ndoa? Na ndoa ndiyo sunna miongoni mwa sunna aliyosisitiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema an-nikahu min sunnati. Katika jumla ya sunna ziko nyingi, sunna za Mtume, kuswali qablia na baadia ni sunna ya Mtume, kuswali witri ni sunna ya Mtume, kuswali dhuha, kufunga 6 shawwal ni sunna hizo. Lakini kwa nini kwa nikaha Mtume akasema kwa hususi an-nikahu min sunnati? Nikah ndiyo njia yangu, nikah ndiyo manhaji yangu,
nikah ndio mfumo niliowaekea Waislamu, an-nikahu min sunna, akanasibisha na yeye. Kisha katahadharisha, alikuwa yatosha aseme hivyo, an-nikahu min sunnati, watu wapate kuoa, lakini akaeka warning, onyo, faman raghiba an sunnati, basi ole wenu yule ambaye kwamba ataka mbali na sunna yangu, yule ambaye kwamba ataona sunna yangu bado ni mapema kwake, yule ambaye kwamba ataona sunna yangu imekuwa ghali kwake yeye kufanya, yule ambaye kwamba ataona sunna yangu kwake yeye bora kwanza ajenge nyumba kisha ndo atekeleze sunna yangu, faman raghiba an sunnati falaysa minni, basi mimi huyo hanasibishi na mimi. Utanasibishwa kwa ni Muislamu, nisbatul umum, lakini nisbatul khusus, kwa wewe ni katika khawasu Sayyidina Muhammad, utakuwa umetoka. Kwa nini? Kwa sababu anta raghibta an sunnati, wewe umekaa mbali na sunna yake. Kukaa mbali ni vipi? Kukaa mbali mimi barobaro kwa kusema bado kuoa, kukaa mbali mzazi kuweka mahari mingi juu ya mtoto wake wa kike, huyo pia amekaa mbali na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukaa mbali kuwekwa sherehe, ma anzalallahu biha min sultan, Allah hakuteremsha sherehe kama hizo, wala mtume hakuziweka, bali ni bid'a ala bid'a ala bid'a, bid'a juu ya bid'a juu ya bid'a, ambazo kwamba zimewekwa zikawa ni awaiq, zikawa ni aqabat, zikawa ni vizuizi, na imekuwa kwa vijana ni visingizio na kwa jamii ni vizuizi. Kwa nini huoi? Huoni gharama wewe? Kwa nini huoi? Sijamaliza university mimi. Kwa nini huoi ama huolewi? Bado sijui kupika mimi. Yani visingizio ambao kwamba havina misingi yoyote katika dini ya Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohimiza hili jambo alikuwa ajua yote haya kuwa yako. Ukiangalia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusiambiane wakati ule sio wakati huu, kila wakati una hukumu zake, lakini pia wakati huu ni sisi wenyewe hatutaki kuufanya we wakati wa sahali. Alikuja mwanamke kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inni raghibun fika, mimi nataka wewe unioe na kupenda, kwa lugha nyingine. Angalia mwanamke alivyokuwa shujaa, amwambia Mtume, ya Rasulullah, inni raghibun fika, inni raghibatun fika, mimi nakutaka wewe unioe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu. Na hiyo pia ni katika adab, usimwambie sikutaki. Hata kama mtu humtaki usimwambie, tafuta namna ya kidiplomasia ya bila kumjeruhi hisia zake, umwambie nini. Sio umepelekwa mahali uangalie mwanamke kama atakufaa, ule si mzuri, ukapeleka salamu kuwa yeye, hiyo ni aib na ni badhaa katika akhlaq. Huna tabia wewe, huna murua. Tafuta sababu nyingine, useme mimi nataka mwanamke pengine yani mathalan umri kadhaa kidogo, lakini useme sura zake ama tabia yake, hata kama kweli ana makosa katika sura na tabia, lakini usifanye tasrih. Na vile vile mwanamke akiletewa posa, ikiwa umeona mwanamume si munasib, tafuta njia nzuri. Hii ndio hayo sasa, mwambie nasoma, mwambie sijui kadha, lakini usimwambie moja kwa moja wewe ni type yangu wewe. Wewe ni nani kuja kubisha kwetu mlango wewe? Hata kama kweli ni duni kuliko wewe, lakini si katika adab. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza. Yule mwanamke alipoona Mtume amenyamaza, sahaba mmoja akajitokeza, dhola rijal. Alipoona sahaba yule kuwa huyu Mtume hana haja naye, akamwambia Rasulullah, mimi niko tayari, kama wewe bado ana laha, mimi niko tayari. Mtume akamuuliza, una nini wewe? Utamoa na nini? Akamwambia sina chochote. Yani mahari yako nini? Sina chochote. Mtume akamwambia, iltamis walau khataman min hadid, katafute hata kama ni pete ya chuma, si ya dhahabu wala si ya silva, pete yoyote ambayo kwamba yani si ya thamani, lakini tafuta kitu kidogo. Sahaba akamwambia sina hiyo pia. Sahaba kaenda zake, akavunjika moyo. Mtume akamwambia taal njoo. Kam indaka min alquran, wajua nini katika Qurani? Sahaba akamwambia aarifu ba'd as-suwar, sio hafidh, najua baadhi ya yani tuseme qul huwallahu, qul al-kafirun, sura kadhaa najua. Mtume akamwambia
malaktukaha bima ta'lamu min alquran, nimekuozesha huyu mwanamke mahari nini? Kwa kile unacho wewe katika Qur'ani. Angalia Mtume alivyoifanya ndoa sahali, na visa ni vingi, lakini na vile vile salaf, yapokewa moja katika salaf, alikuja mume kutaka msichana kwake. Alipokuja yule mume akaja na bahasha nzito, alipompatia yule mwanamume, yule baba akaingia ndani, akatoka akamregeshea yule mwanamume. Yule mwanamume akaona, akamwambia, umeona ni kidogo sana kwa msichana wako? Akamwambia la, lakini nimegawanya mara mbili, nimeona ni nyingi, usije ukatoka ukaambia watu nimempatia fulani dola 10,000, watu na mimi na binti wengine 4, watu wakasema kumbe ukila ukitaka kule ni dola 10,000, wasichana wangu wakakaa wakawa wasiolewe. Angalia fikra na hikma. Yule amekuja na pesa nyingi, akamregeshea baadhi, akapunguza kiwango. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wasiogope kuja kubisha hodi kwake. Lakini leo wewe wajifakhiri, mimi sio yote naibisha hodi kwangu. Ndio una fakhri hiyo. Mimi ukitaka kubisha hodi kwangu lazima ufikirie kwanza, una nyumba gani, una gari gani, una visa ya wapi, una pasipoti ya wapi. Na hii ni sukutun fil akhlaq, kuwa wewe waona kuwa yule mwanamke wako umemfanya ni bidhaa. Saidna Umar radhiyallahu anhu asema, ala la tughalu fil muhur wala au fi sudaq, musifanye mahari yakawa ni ghali. Fa innaha law kanat makrumatan, lau mahari yangekuwa ni heshima kwa mwanamke, yani kwa kiwango cha mahari yako ndio heshima yako, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa ni aula kwa kufanya ghali mahari. Kuna wanawake ghali kushinda Fatima radhiallahu anha wardaha. Kuna mwanamke mwenye thamani kushinda Umm Kulthum na Zainab na Ruqayya. Wako? Tuambie kama wako. Kuna wanawake ghali kushinda waliolewa na Mtume, Sayyidina Khadija radhiallahu anha, Aisha radhiallahu anha, Hafsa na Maimuna na Ramla na kadha, Sofia na wengine. Hawa wote wameolewa na Mtume na binti zake 4 amewaozesha, lakini wote hawa mahari yao hayakuzidi dirham 500. Dirham 500 70,000 ya Kenya, haikuzidi. Sio wote imfika, yani hiyo ndio. Na sio kuwa ati umeambiwa mahari ni hiyo, kuna zawadi. Siku hizi kuna tabia mtu msikitini akwambia mahari pauni 2 za dhahabu ama dola 100, lakini ukienda ukiangalia zawadi zinazofuata ikawa hushinda mahari mara 1000. Kudanganya watu tu msikitini, mahari dola 100, 200, lakini ma yatba'u dhalika min alhadaya waljawaiz, zawadi zinazotolewa na gharama za harusi zinazoongezwa, ma la yakhturu ala albal, mambo kwamba huwezi kuingiza akilini kwako. Kwa hivyo Saidna Umar akasema la tughalu fi sidaq, musifanye mahari kuwa ghali. Akasema fa innaha law kanat makrumatan, law ingekuwa hiyo mahari ndio heshima ya msichana wako wewe, basi lakana Rasulullahi aula biha sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa Mtume ni aula kuweka mahari ya ghali kushinda mimi na wewe kwa wasichana wetu. Kama wewe unaona msichana wako ni ghali kushinda Fatima, bahati yako. Akasema manake sisi tumekuwa kama jamii, yani yabiuna wa yashtaruna fil muhur, na ile imewekwa ni protocol tu, ni kama respect. Na respect sio kwa amount unayopawa, ni kuwa umepawa hukupawa bas. Lakini sio kuwa wewe waweka vizuizi mpaka kwa nini hukufikisha pesa kadhaa na kadha nikah tumehudhuria zimevunjika kwa sababu ya tofauti ya huwa ataka dola 10,000, sikuambiwa mimi nafikiri dola 5,000, mimi naambiwa ni kadha. Na mtu aona fakhri akitaja Sayyidina Aisha radhiallahu anha asema, hadithi apokea Mtume sallam asema, yani aymanun nisa, yani wanawake wenye baraka zaidi ni yule ambaye kwamba aisaruhunna khitbatan, posa yake ni sahali, wa aisaruhunna sadaqatan, na ndoa yake ni sahali. Leo kabla ndoa posa imekuwa mtihani. Wewe zamani ulikuwa wajiandaa kwa ndoa, leo wajiandaa kwa posa kwanza. Zamani ulikuwa waandae gharama za harusi, leo waandaa gharama za harusi, uandae na gharama za posa. Na al-aslu fi sunna
ni kuwa posa yafichwa, haidhihirishwi, kwa sababu kukimbia hasad, kukimbia kadha na kadha. Lakini leo imekuwa bid'a kubwa kutangaza posa. Leo watu wakodisha holi. Sherehe ya nini holi? Harusi. Bado harusi, posa tu hii. Hii ni posa, imekodishwa holi. Harusi tafanywa nini? Posa baada yake waita nini? Kitchen party, sijui nini party, bridal shower, sijui kadha na kadha. Zote hizo zafuata kabla hujapaa mke ule. Mmekuja mmekosana, mwisho zishapita gharama zote, zishakwenda hizo. Umekosa, umekoswa. Nasallallahu salama. Kwa hivyo ikiwa kweli tunataka mafanikio katika vijana wetu, turudi aslu sunna, turudi yale yaliokuwa katika wazee wetu wakiyafanya, tufanye yale yale. Katika baadhi ya visingizio, ni vingi wakati hautoshi, lakini baadhi ya hujaj ya watu wanaosema bana, mimi bado kuoa. Ukimwambia mfano kijana, mbona hujaoa? Bado mimi nataka kuwa tayari. Kuwa tayari vipi? Bado nataka kwanza kujenga nyumba. Ama wengine atakwambia bado namaliza masomo. Na wengine si mwanamume, msichana pia, mbona bado kuolewa? Nataka kumaliza university. Kweli university muhimu, lakini nikuulize swali, wewe umaliza university ukawa na PhD ukawa na kadha, lakini ukija katika market kisha katika kuolewa, wanaume na kuona nini? Hakuna mwanamume anataka, yani ni wachache katika wanaume anayetaka kuoa mwanamke ashapita 30. Ni wachache, na huyo ataka kudandia kama ataka kweli. Aona wewe una pesa, ataka kudandia ubwete. Lakini mwanamume ambaye kwamba ataka kushika nyumba yake, ataangalia binti mdogo ambaye kwamba atamzalia watoto, ambaye kwamba ataweza kupelekesha nyumba yake, sema kumtawala, lakini ataweza kupelekesha nyumba yake, kwa kuwa kuna fariki ya umri ambao kwamba italeta heshima na respect. Lakini wewe umekwenda umesoma PhD, kisha umefika umri wa tamani mtoto. PhD kuleta mtoto? Shahada yako itakuletea mtoto? Sisemi shahada ni kitu kibaya, lakini nasema yani mistaken priorities. Hakuna aulawiyat. Mimi kama mwanadamu, mwanamume, ana ndugu yangu kama mwanamke, aula kwako wewe kuliko kujenga nyumba na kupata shahada gani. Wewe ni aula upate nyumba yako, yani family umeanzisha kwa matayasara, una mtoto wako, una watoto wako, una mke wako, kisha endelea. Alikwambia kusoma uwezi kuendelea baada ya kuoa nani? Wewe mwenyewe. Wako ulama wasema al-ilmu madhbuhun baina fakhidhay al-mar'a. Asema elimu, wewe kama mwanafunzi zamani wakiambiwa vijana, watoto, wanafunzi wakiambiwa hivyo, usioe kwa sababu ukioa kwisha kusoma. Anasema al-ilmu madhbuhun baina fakhidhay al-mar'a, baina mapaja ya mwanamke. Kushaingia kwenye katikati ya mapaja, elimu sahau. Lakini wengine wakasema la, al-ilmu matbuhun, inapikwa vizuri, baina fakhidhay, yani ukiwa umeoa ukatulia bongo lako utaelewa vizuri masomo pia. Lakini ikiwa wewe wababaishwa, zama zile ilikuwa hakuna shahwa nyingi, ndio kaambiwa soma kisha utaoa. Zama zetu wewe wasoma high school. Juzi kijana hapa ananiambia, kijana yuko high school hata hajamaliza, apita amevaa na uniform, wanawake ndio wamuita. Yani wewe ilikuwa zamani mwanamke ndio aitwe na wanaume. Leo wewe mwanamke umekuwa wewe wa kuwa haras na ubabaishwa na wanawake. Yani subhanallah, la ilaha illa Allah, inna lillahi. Ilikuwa mwanamume akiona mwanamke ampita, ambishie, amtafute namna amfuate. Leo imekuwa wewe mwanamke ukipita mahali waogopa wanamume, waona kama ndio mko mwanamwali. Wanawake wamekuwa, Mtume asema kaifa bikum idha tagha nisaukum. Wanawake wamekuwa full confidence, wao ndio wakubabaisha yeye mwanamume. Kisha usipoitikia sop yule ambaye kama hataki haramu, waitwa nani? Sop yule, kitoto cha mama. Yule anayetaka haramu, angalia ngangari dumu yule. Kisha yule ukimwambia babake muozeshe, akwambia mdogo kwa halali, mkubwa kwa haramu. Kwa halali mtoto wako bana muozeshe, akwambia bado mdogo. Yule mtoto wako afanya shokansi, anatongoza. Yule msichana wako anatongozwa nyumbani kwako. Na kuna baadhi ya jamii, mvulana yoja nyumbani kwako wewe kumtongoza msichana wako, waache wajuane.
Nasema hii 2 years ya shokansi Kisomali manake kutongozana. Miaka 2 wanafanya nini? Wanatongozana. Wafanya nini? Wajuana. Anakuambia ni mdogo bado, wache wajuane. Mdogo ashatiwa mimba, mdogo ashatoka naye, yote ni mdogo. Na kwa wengine si shokansi peke yake, yani na masrufu watoa wewe. Kuna huoe bana majukumu. Kisha huko ana demu, ana mwanamke yeye mgharamikia. Yani aogopa zile gharama kwa halali lakini kwa haramu. Na Mungu asema in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ikiwa ni maskini Mungu atamjalia kwa ile wewe kumwozesha, atampatia utajiri. Baadhi ya ulama walikuwa akiona hana pesa iwaoa. Kwa sababu gani? Mungu anasema yakunu fuqaraa, wewe utaka utajiri, oa. Usifanye kama uamini, amini kisha fanya. Mungu asema in yakunu fuqaraa, mtu akiwa hana pesa kwa akaenda tafuta ndoa. Kwa sababu gani? Mungu ametoa promise. Katika hadithi pia Mtume asema thalathun haqqun ala Allahi an ya'ulahun, watu watatu ni haki Mungu kuwasimamia mambo yao. Mmoja, annakihu alladhi yuridu al'afaf. Watu watatu Mungu ni tuseme watu wa Mungu ni wajibu kwake kufanya kitu, lakini Mungu mwenyewe amejiwekea kuwa jukumu la kuwasimamia. Mmoja nani? Mwenye kutaka kuoa kwa ajili ya kukimbia haramu. Leo haramu iko hakuna. Oa ndugu yangu, usidanganywe. Wengine wakwambia kwani utakuoa, angalia anti yangu ameachwa, mjomba wangu ameacha, sijui kadha. Haya ndio maisha. Liyabluwakumullahu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Sisi tudhani ukioa umeingia katika nyumba ambayo kwamba haina hasira, haina makosa, haina la. Ukioa ndio waanza majukumu. Sallu ala nabi. Ukioa ndio waanza majukumu. Ukioa ndio mwanzo wa masulia. Kwa hivyo usidanganye ukaambia ukioa utakuwa na starehe, ukioa utakuwa na furaha. Kweli, lakini usione kwa ni furaha peke yake, lakini ni majukumu. Kwa hivyo zile failed cases, watu wameachana, wamekuwa nyumba isikubabaishe wewe kwa na mimi angalia mimi nikioa nitakuwa kama vile. La, kila mmoja na bahati yake na kila mmoja na istidad yake. Usiangalie kesi za watu, angalia mbona uangalie za waliofaulu. Angalia waliofaulu wakafanya nikaha zao zikawa nzuri, na wewe iga mifano kama hiyo. Lakini usibabaisha ukaambiwa siku hizi koa. Na wengi wa vijana wamekuwa wakimbia ndoa kwa sababu hawataki masulia. Na wanawake wakimbia ndoa kwa sababu ona mwanamke aona mimi nikiolewa nitafungika uhuru wangu. Ona mimi sasa niko free, natoka, naingia, hakuna anayeniuliza. Au mwingine akwambia yeye ana fikra, kuna mmoja asema mimi hivi sasa niko chini ya amri ya babangu, nafungiwa. Nataka nikiolewa niwe free. Natamani kuolewa niwe free. Ameolewa, mpata mume, ambia hijabu, usitoke usiku, usitake kadha. Asema afadhali niachwe. Alipokuwa nyumbani kwao asema afadhali niolewe niwe free. Sasa free sio atakuwa rahisi, atakuwa bure. Akishaolewa asema afadhali niwachwe niwe free. Na leo kama vile kuna sherehe za posa, kuna sherehe za kuachwa watu. Ukiachwa pia kuna party, divorce party. Kwa hivyo fikiria wewe mume, kabla hujaachwa utagharamika kutoa gharama za kumwacha yule mwanamke. Kuna divorce party utafanya, utasherekea. Yani watu washerekea machafu, watu washerekea kuvunjika kwa nyumba. Na hakadha kijana akamwambia mimi sitaki kuoa. Kwa nini? Kwa nini nijiingize kwenye majukumu? Manake pia haramu imekuwa sahali. Yeye ameona lengo la ndoa ni kulala na mwanamke. Kwa hivyo mimi nalala na mwanamke kila siku. Kwa nini nichukue jukumu la ndoa? Yeye kwenye kichwa chake kuwa lengo la ndoa ni mimi kutoa manii. Mimi kuna mwanamke natoa naye kando. Kwa nini niingie kwenye ndoa nianze kulipa na majukumu? Amesahau kuwa lengo la ndoa ni kufuata sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo la ndoa ni kupata kizazi ambao kwa Mtume fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyama. Leo fikiria wewe katika pia sababu zilizofanya ndoa kuwa watu kukimbia ndoa na imekuwa ngumu ni tulu muddati dirasa. Wewe wasoma tu humalizi kusoma, mashallah. Kweli Waislamu wasema al-ilmu min al-mahdi
ila lahdi, lakini hakuna ilmu ya kuwa wewe usiowe. Mtu amaliza high school 18, subiri mwaka mmoja miwili upoteze kabla kuingia university. Uingie university kuna migomo, sio? Uko usome miaka 4 5, miaka miwili watu wamegoma, miaka miwili ya corona. Ukimaliza university miaka 7 8 imekwisha. Una miaka mingapi? 30. Kisha watafuta kazi hakuna, ambapo lazima ufanye na masters ama uende Arabuni utengeze pesa. Yaani ukija ukioa una miaka 35 40. Kisha ukazaa miaka 40. Wewe utakuwa walea, maana ule mtoto ambaye ulimemzaa ukiwa na miaka 40, wewe utafanya kazi mpaka miaka 70 kwa sababu umsomesha yule. Maana sio umesoma mpaka 30. Wewe utafanya kazi mpaka miaka 70 na wamsomesha nani? Mtoto. Tena ule ni first born. Second born utafika mpaka miaka 90 waenda kazini. Kwa nini? Naangalia watoto. Njoo mimi na wewe pengine tuloamua kuoa mapema. Miaka 20 alhamdulillah ushaoa. First born wewe wafanya kazi, ukifika 40 wa retire wewe kwa nyumbani kwa adhkari zako subhanallah alhamdulillah. Kwa nini? Mtoto wako ufanya kazi tayari. Raha si raha. Sikwambii usisomeshe mtoto, lakini angalia alternative ways. Wewe ukae miaka 90 bado watafuta, watoka asubuhi waenda kazini. Kweli kazi ni ibada, lakini kuna umri na afya na siha. Kwa hivyo kila ukioa mapema, kila utapumzika mapema, kila utasaidiwa majukumu mapema na watoto wako. Na kila ukichelewa kuoa, kila wewe yale sema nasubiri maisha ya mazuri, maisha kila siku yaenda kwa mabaya. Sisi tulisema serikali iliyopita afadhali abadilishwe, akaja huyu sasa twalia ama tulichocheka twalia, na kila ajaye afadhali alo, kila kukicha afadhali ya jana. Usidanganywe, hakuna mbunge wala gavana wala rais asikudanganye, si Kenya, ulimwengu mzima. Asikudanganye akakwambia mimi nitaleta maisha bora. Maisha bora ni yaliyopita, yaliyokuja yote ni mabaya. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Maisha bora ni waliokuwa na Mtume sallallahu, kisha waliofuata wale, kisha waliofuata wale, na kila zama zikija itakuwa asharu min ladhi. Pengine itakuwa wewe Ustadh Bahero umpata nyumba alhamdulillah, lakini kwa jumla watu wote watakuwa waishi maisha ya watu wote kwa jumla itakuwa ni mabaya. Waweza kuwa fulani anatajirika katika serikali ya fulani kwa sababu ameiba na yeye, fulani amekuwa hivi kwa sababu na yeye amefanya kadha, lakini kwa jumla watu maisha yao kila kukicha afadhali ya sisi. Tukiwa wadogo tukinunua mkate shilingi 10, leo mkate shilingi ngapi? Mafuta ilikuwa ngapi? Kisha siasa yao utapandishwa kitu mpaka shilingi 100, kilikuwa 50, kisha serikali imeshukisha mpaka shilingi 80. Imepanda ni shuka hiyo. Ilikuwa 50 mwanzo, kisha haja pandishwa mpaka 100, kisha serikali imeangalia imepunguza mpaka shilingi. Sasa kutoka wewe waona ni kutoka 100 mpaka, huangalii kwa ni kutoka 50 mpaka 80, wewe angalia ni kutoka 100 mpaka 80. Akili zetu za sijitukane, tuangalie toka hivyo hivyo. Kwa hivyo turudini katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusikimbie ndoa na tusifanye ndoa kuwa ni ngumu. Tusiweke sheria ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuziweka. Sote tutaulizwa. Leo kuna wanawake wallahi walia majumbani, baba amekataa ataka, mama amekataa ataka kadha kadha kadha. Amekuja mtu, Mtume asema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluq fazawij. Amekuja mtu sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu hana kazi fulani. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kufanya gharama fulani. Kwa nini? Kwa sababu baba naye ataka pocket money yake hapa, wewe wamuuza binti yako. Aib. Binti ataka kutoka, aanze maisha yake, wewe umekuwa wewe. Yani wallahi akwambia wala ta'dhuluhunna, msiwakataze wanawake kuenda kwa waume. Mwanamke akikwambia leo zama za leo nataka kuolewa, shukuru Mungu wallahi. Binti yako kwambia mimi nataka huyu mume nimemleta, sema alhamdulillah. Wangapi wamekimbia na ume bila kuja nyumbani? Wako makuna. Wewe kiwa wako wamekuja, baba huyu mimi namtaka niowe, sema alhamdulillah. Hayo mengine weka kando. Useme mimi babangu hakufanya hivi, mimi sikumleta wewe na wewe wakati tofauti. Kwa hivyo angalia zama zako wewe, turahisishe ndoa. Na siku zote kijana usidanganywe kwa hujakuwa tayari. Ingia, you never get ready for it, you grow into it. Hutomaliza kujenga na kutafuta kazi ya mishahara ya kukutosha. Leo wengi walio na mishahara hapa ulize, mishahara iwatosha? Ama mshahara mtosha hapa? Kuna mtu hapa na mshahara kumtosha?
Hakuna, usidanganywe. Kwa hivyo usidanganywe kwa utafika wakati una mshahara ati yale yale ulionayo wewe, amini kuna kitu chaitwa baraka. Na wale wenye mshahara kuwatosha watafutana kuongeza. Kwa hivyo ni hapo kwa hapo, utakwenda utatafuta, utapata kiasi umepata, ingia kwenye ndoa, Mungu atakujalia majukumu yale utayatekeleza. Allah subhanahu wa ta'ala tuwezeshe. Kwa hivyo usiambiwe ni mdogo, wewe kama ni mkubwa kwa haramu, ni mkubwa zaidi kwa halali. Usiambiwe wewe huko tayari, mwambie nipe nitakuwa ndani yake. Usiambiwe pesa, mwambie Mungu ameniambia in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min amwani. Mungu sikuamini wewe, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mimi nataka ndoa kwa sababu nakimbia haramu. Utaona Mombasa yetu leo nikaha Masjid Nur, leo nikaha Masjid Konzi, kesho leo nikaha TSS, leo nikaha msikiti fulani. Pengine ushangae ni famili moja. Ma hadha al-israf. Kwa nini kama Waislamu tusije na mubadara na initiative tusifanye Mombasa yote? Sisi kama family, si kila mwaka tuna harusi barobaro 4 wa 5, tuziweke harusi zetu ziwe pamoja. Tuondoe gharama ya lunch ipungue. Maana watu wale walikuwa hapa wamealikuwa napata. Na mtu amekuja nikaha amekimbia katikati amekwenda kule. Kwa nini? Harusi ni moja. Mtoto wa mjomba na shangazi, family moja, fanya harusi moja, gharama watu watapumzika, japokuwa watakula halua moja wale halua 5, lakini wewe gharama yako utapunguza gharama za harusi. Na kadhalika zote hizi zitapungua kwa wewe kufanya watu kufanya zawajun jamaiyun, mass wedding. Ikianza family hii. Inshallah Mungu atuwezeshe. Sama holiday ijayo ama Shaabani ama Shawwal tupate yani family moja ama Mombasa mabarobaro 5 ama 10. Sema hawa wako tayari. Inshallah najua hapa kutoka Skara tutasoma. Mimi nasema wakipatikana hao 10, mimi nitatafuta lunch. Sema takbir. Mabarobaro 10 waseme hawa wataka nini? Kuoa mara moja. Mimi nitatafuta lunch itapatikana. Na mwingine atatafuta halua. Na mwingine kadhi ni mmoja, siku moja tutakuja. Japo sijui kadhi achukua kila nikaha kando pesa. Lakini kadhi siku ni moja. Itakuwa holi zitapatikana kwa usaha, lakini itakuwa halali imekuwa sahali. Lakini kila moja harusi yake leo, sufuria 2 huku, sufuria 2 huku, sufuria israfu. Hadha kullu haram. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.